Mungu, asante kwa muda ambao umetupa. Baba, Roho Mtakatifu, wakati umefika wa wewe kuweza kutuhudumia, kwa maana tupate neno lako na tuweze kushiba. Na Mungu, leo katufungue kwenye hizi njia za uharibifu ambazo zimekuwa zikitesa maisha yetu. Ni katika jina la mwana wako Yesu Kristo ninaomba na kushukuru. Amen. Leo tunaendelea, chukua daftari lako, andika kwa sehemu. Leo tunaendelea na uharibifu sehemu ya pili. Uharibifu sehemu ya pili. Na leo tutafanya maombi. Na maombi ambayo tutakuwa nayo leo ni maombi ya kukututoa kwenye njia za uharibifu. Bado hatujaingia kwenye mauti. Natamani mauti tutaendelea tena nayo sehemu nyingine, lakini leo tutadili na maombi sehemu ya uharibifu. Na nilisema njia ya uharibifu kuna sehemu zinakupeleka. Njia za uharibifu kuna sehemu zinakupeleka, na zinakupeleka kwenye mauti. Na nilisema kuna vitu ukianza kuviona vinatokea kwenye maisha yako, ujue uharibifu umeshaanza kufanya kazi kwako. Na kabla hujafika kwenye mauti, uharibifu, nilisema ukiwa moyo kuuma, hofu, hizo ni dalili kwamba kuna uharibifu. Utupu ni dalili ambazo kuna uharibifu unafanya. Na uharibifu unamchukuaga mtu kumweka sehemu. Inauchukuaga mtu kumweka sehemu. Uharibifu unaposema unaposema utupu, hofu, kuna sehemu uharibifu ukiingia kwenye maisha yako inakuchukua, inakutenga. Tuliona historia ya mwana mpotevu. Baada tu ya kupokea mali, kilichofanyika wakamuondoa kwenye familia ya baba yake. Wakamuondoa kwenye ulinzi. Aliamka asubuhi akasema, sitamani kukaa hapa. Sitamani kukaa kwa baba yangu. Sitamani kufanya biashara katika hii nchi. Biblia anasema akakusanya vyote, akaenda nchi ya mbali. Tukasema uharibifu siku zote unakutenga na watu ambao wanakusaidia kwenye maombi, wanakusaidia kukuonya, kukusema, kukusimamisha usipotee. Uharibifu siku zote unakutenga na watu ambao ni sahihi. Uharibifu siku zote unakutenga na madhabahu iliyo sahihi. Madhabahu ambayo inajua kabisa nguvu ya Mungu iko hapo kukuombea, nguvu ya Mungu iko hapo kukulinda, inakutoa. Yaani ulikuwa unapenda maombi na mifungo, ulikuwa unapenda kunena kwa lugha ghafla, sema hakuna kitu kama iko duniani. Kwa nini tuombe sana? Kwa nini uombe masaa matatu? Kwa nini uombe masaa mawili? Kuomba dakika 2 tu. Mungu anajua hata kabla hujaomba, na una mistari. Hata kabla tujaomba anatufanya, anatujibu. Kwa nini nifunge? Ukianza kuona hivyo, anza kuwa makini. Kuwa makini. Na nilisema uharibifu hauji kama haujapata kitu. Uharibifu unatafutaga kitu cha kimungu ambacho ameweka ndani yako wakiondoe. Kwa sababu wanataka uwe mtupu ndani yako. Wanataka usiwe na kitu cha kimungu. Kwa hiyo hata madhabahu wanaweza wakakuchezesha, wakakuondoa kwenye madhabahu ili usilipate neno la Mungu ambalo litakuwa linakushibisha ndani yako. Kama ambavyo mwili unakula chakula, ndio maana unakuwa na nguvu, unafanya nini? The same spirit zetu zinahitaji chakula. Kwa hiyo wanachokifanya, uwe na kwashako, uwe na utapiamlo katika roho yako. Kwa hiyo sehemu ambapo wanajua kuna neno la Mungu la kweli linalohubiriwa, ambalo linaweza kukuhamisha kutoka hatua moja kwenda nyingine, watakubadilishia tu. Alafu watakupeleka kwenye madhabahu ambayo ndani yako wewe mwenyewe unasema hapa sistahili kukaa. Lakini tu unakomaa, ili usiweze kukipata kile kitu ambacho Mungu amekikusudia kwenye maisha yako. Sasa uharibifu kwenye mazingira yoyote inakuwa ni kama wamemtengenezea mtu nyumba. Wanamuingiza sehemu mtu asiweze kutoka. Mwana mpotevu hakuweza kutoka alipoingia kwenye ile nchi. Uharibifu lazima kutengenezee mazingira mengine. Andika kitu hiki. Uharibifu unapokuwa upo kwenye maisha yako, una kawaida ya kuleta watu
ambao sio watu sahihi. Ina kawaida ya kukubadilishia aina ya watu. Wanaondoa watu ambao wangeweza kukusogeza kwenye kusudi la Mungu, wanakuletea watu ambao wanakuondoa kwenye kusudi la Mungu. Kitu kingine, uharibifu ina kawaida ya kuteka watu. Na leo nitakaa sana hapo. Uharibifu una kawaida ya kuteka watu, uharibifu una kawaida ya kuiba watu, uharibifu una kawaida ya kutesa watu, uharibifu una kawaida ya kuwatenga watu, uharibifu una kawaida ya kuwaficha watu wawe mbali na mtu yeyote ambaye anatakiwa kuwasaidia. Narudia tena, uharibifu una kawaida ya kuteka kabisa watu. Ina kawaida ya kuiba watu. Ina kawaida ya kutesa watu. Ina kawaida ya kuwaficha watu mbali na kila mtu ambaye anaonyesha anahitaji kukusaidia. Na pia ina kawaida ya kuwatenga watu. So ukianza kuviona hivi vitu, nilisema ukianza kuona hivi vitu, anza kujua kuna kitu ambacho hakiko sawa. Soma na mimi Isaya 42:22. Isaya 42:22. Biblia inasema hivi. Fungua uandika. Isaya 42:22. Lakini watu hawa ni watu walioibiwa na kutekwa. Anazungumzia kuhusu watu. Isaya anaandika, anazungumzia watu, hazungumzii wanyama, hazungumzii ndege, anazungumzia watu. Hao watu ni mimi na wewe. Anasema mwanadamu ana kawaida ya kuibiwa na kutekwa bila yeye kujua. Kuna kitu kinachoendelea ambacho kinasababisha ulipo usiwepo. Anaendelea tena, anasema na wote wamenaswa katika mashimo. Pigia neno mstari mashimo. Unaweza ukajiuliza, ninawekwaje kwenye mashimo? Wanateka, wanaiba, lakini kuna sehemu wanakuweka. Nilisema uharibifu siku zote kuna mazingira yanakuweka. Mazingira yoyote ambayo huwezi kutoka, ujue uko katika shimo. Kumbe kwenye ulimwengu wa roho kuna mashimo. Mashimo ambayo kazi yake ni kuwateka na kuwaiba watu. Wakishakuteka na kukuiba, kuna sehemu wanakuweka. Na hapo wanapokuweka, nataka nikwambie, nguvu iliyosababisha uingie inahitajika nguvu nyingine inayosababisha ikutoe. Kwa sababu sio wewe. Utanielewa baadaye. Anasema tena wamefichwa katika magereza. Maana yake kuna mashimo, lakini ndani ya mashimo kuna nyumba zinaitwa magereza. Hawakuingizi tu shimoni ukaonekana, wanakuficha ndani ya mashimo. Na katika hayo mashimo kuna magereza wanakuwekea. Means gereza lolote lina mkuu wa gereza, gereza lolote lina walinzi, gereza lolote lina nyapala. Gereza lolote means kama kuna magereza means kuna wafungwa. Manake katika hilo shimo kuna watu wenye tabia moja wamekaa huko chini. Nilisema inakutenga na watu. Ukienda jela, ukienda kwenye magereza, kuna aina ya watu unakutana nao kule. Watu ambao wana tabia kama wewe. Means uharibifu ukikutenga na watu, kuna aina ya watu ambao na wao wapo katika magereza. Mnasafanana tabia, mnakuwa wote pamoja. Anaendelea tena Isaya anasema, wamekuwa mawindo wala hapana okoaye. Anasema wamekuwa mateka. Means kama umetekwa, kuna aliyekuteka. Kuna bosi hapo juu anakuteka. Kuna bosi hapo juu ndo ana mamlaka na wewe. Kuna nguvu, andika hiyo, kuna nguvu inayokuongoza. Kuna nguvu inayoamua sasa hivi ule nini, sasa hivi usile, unywe nini, usinywe, uende wapi, usiende, ukutane na nani, usikutane. Kuna mamlaka iliyokuteka, kuna uweza, kuna nguvu
ambayo wewe mwenyewe huidhani inakuongoza. Yeyote aliyetekwa, yeyote ambaye ni mateka, yuko ndani ya chumba ama yuko ndani ya eneo, haruhusiwi kufanya chochote bila sauti ya master wake, kwa sababu wewe ni mateka wake. Sasa badilisha mtazamo, tuingie rohoni. Manake anasema watu hawa wameibiwa. Hujaibiwa mwili, spirit yako imeibiwa, nafsi yako imeibiwa. Kuna sehemu wameiweka, kuna sehemu wameishikilia, kuna sehemu wameificha, kuna sehemu wanaikontrol. Manake chochote utakachokuwa unakifanya ukiwa mwilini, wewe unadhani ni wewe, lakini nataka nikwambie katika ulimwengu wa roho kuna master, kuna nguvu inayokukontrol. Unashangaa una tabia zinakuja. Na kitu kingine kikubwa ambacho wanakifanya, wakikutoa kwa watu sahihi, wakikuletea watu ambao sahihi, wasio sahihi, kuna tabia wanaanza kuzileta kwenye maisha yako. Biblia inasema mwana mpotevu alipoenda kwenye ile nchi, si ndio? Akaishi maisha nini? Ya uasherati na starehe. Maana yake wakaanza kumletea aina nyingine ya nini? Tabia. Ye mwenyewe hakuwahi kuwa na hizi tabia, lakini ghafla akaanza kuwa na tabia ambazo hata yeye hajui zimetokea wapi. Sikiliza, ni kwa sababu umeshakamatwa. Kuna sehemu wamekuweka shimoni, kwenye magereza. Wamekuiba kutoka kwa baba yako, wamekuchukua kutoka sehemu sahihi, wamekuweka sehemu ambapo wewe udhani kwamba hiyo sehemu sio sahihi. Sasa swala la kujiuliza, wanateka nini? Wanaiba nini? Kitu kikubwa wanachokiteka ndani ya mtu kwenye spirit yake, wanashika ufahamu. Wanashika ufahamu. Wanashika ufahamu. Luka 15 mstari wa 17. Funua, wanashika ufahamu. Wanashika ufahamu. Na hapa kuna changamoto kubwa wapendwa. Leo naomba Mungu nielewe kabla tujaomba, sababu nitaliombea sana lango lako la ufahamu. Luka 15:17, Biblia inasema hivi, alipozingatia moyoni mwake alisema, ni watumishi wangapi wa baba yangu wanaokula chakula na kusaza, na mimi hapa ninakufa kwa njaa. Sikiliza, tuangalie statement ya kwanza. Alipozingatia moyoni mwake alisema. Piga mstari hilo neno. Alipozingatia. Nisema wakikukamata, kitu anachokikimbia kwanza ni ufahamu, fikra. Wanashika ufahamu wako, wanashika akili yako. Biblia inaposema alipozingatia moyoni mwake alisema. Sasa nenda King James Version, inasema hivi, and when he came to himself he said. When he came to himself. NIV anasema hivi, when he came to his sense. Sio tu kuzingatia, aliporudi yeye mwenyewe. Aliporudi kwenye nini? Ufahamu wake, akasema. Watumishi, akakumbuka nyumbani. When he came to himself, when he came to his sense. Kwa hiyo kuanzia mstari wa 13, hiyo Luka 15:13 mpaka 16, hakuwa yeye. Hakuwa yeye. Maana yake alipopata pesa kutoka kwa baba yake, alipogawiwa urithi, kuna nguvu ilikuja ikaingia ndani yake, ikamwambia toka. Na mwomba huyo mtoto apelekwe nje, please. Au mama mtulize. When he came to his sense, aliporudi kwenye fahamu zake, manake hakuwa yeye. Kwa hiyo tunapomsoma mwana mpotevu, usimlaumu yule mtoto. Kuna sehemu nguvu ilimvamia. Ilipomvamia nguvu, ikaanza kumwambia ondoka hapa nyumbani. Akashangaa, aliamka asubuhi, anamwambia baba yake, baba, sitaki tena kukaa na wewe, nipe mali zangu zote. Baba anasema, mtoto wangu imekwaje? Anasema, anakuwa mkali. Anasema, baba, nipe mali zangu. Ulisema tuna urithi. Sitaki nirithi ukifa, ninataka nirithi sasa hivi. Baba anasema, mwanangu, lakini bado. Anasema, baba, sitaki.
Isikize baba anamwambia, bado kuna vitu vingine na vipata niongezee kwenye urithi wako. Mtoto aliamka asubuhi akasema, baba, vilivyopo sasa hivi na vitaka. Alafu Biblia inasema hivi, aliondoka na vyote, alichukua vyote. Ndio maana nasema leo tutaomba, tutashika sana ufahamu. Kuna muda milioni 200 zikiingia kwenye akaunti yako, akili zako zinakuwa sio wewe. Mke wako akigusa unasema hizi ni hela zangu, sio hela zako. Lakini kibaki kwenye akaunti 50,000 mnasema mke wangu, hivi kwenye akaunti kuna bei gani? Na nyinyi mama mtuombe sana wa baba sisi. Kuna muda akaunti ikiwa inatingishika tunakuaga sio sisi. When he came to his sense, means alipopewa urithi, kuna nguvu ikaingia ndani yake, ikambadilishia location, ikamuondoa, si ndio? Ikaanza kufanya kazi. Tulisema Isaya 42:22 anasema watu hawa wameibiwa, watu hawa wametekwa, wamefungiwa kwenye mashimo, kwenye magereza. Ghafla yule mtoto akaanza kuibiwa ufahamu. Ufahamu wake ukaanza kubadilishwa. Walijua hatuwezi kumpeleka nchi ya mbali kama tujashika kwanza ufahamu wake. Hatuwezi kumletea kimada kabla tujashika nini? Ufahamu wake. Hatuwezi kumchezesha, hatuwezi kumpeleka kwenye biashara ambayo inameza hela kabla tujashika ufahamu wake. Hatuwezi kumletea watu ambao ni matapeli, watapeli fedha kama tujashika ufahamu wake. Hatuwezi kumpeleka kwenye imani kengemfu kama tujashika ufahamu wake. Alipozingatia moyoni mwake, means walipomaliza kila kitu wakamwachia ufahamu wake, ndipo anapozinduka anasema, hivi niko wapi? Na sijui kwa nini wanakuachia urudi kwa mke wako wakihakikisha wamekumaliza. Na magonjwa juu. Wakati wa kula huyu mama ulimtenga. Unaona kwa ndugu anasema, lakini mume wangu makofi yanayohusika vizuri sana. Uje kula na nani afu mimi nije kukusaidia kulea? Tule wote. Usimpige baba huyo makofi. Ndio maana nasema unatakiwa umuombe partner wako ndani na partner wako wa kibiashara. Kama wewe umesimama usitake yeye asisimame. Kwa sababu otherwise usipomwombea atatumika yeye kukuingiza kwenye njia za uharibifu bila kujua. Wanaposhika ufahamu wanaanza kukupeleka. Biblia inasema akapelekwa kwenye nchi akaanza kula starehe. Alafu kuna tabia wanaanza kumuingizia. Hizi tabia hazipo kwao wala kaka zake hana. Lakini ghafla wanaanza kumpa hizi tabia. Anapokuwa na hizi tabia, kuna kwenye shimo anaingizwa taratibu. Na kuna sehemu ukiingizwa kwenye shimo, kutoka hauwezi kutoka tena mpaka ufahamu wako ufunguliwe. Na njia pekee ya kumfungua mtu ufahamu, lazima tubadilishe alichokisikia. Lazima tupambane na nguvu ambayo imeingia ndani yake. Na nguvu ya kiroho inaondolewa kwa vitu viwili tu. Tufungue ufahamu kupitia neno la Kristo. Ujijue kwanza upo shimoni. Tukimaliza turuhusu Roho Mtakatifu akuinue, aanze kukupeleka juu ulipokuwepo mara ya kwanza. Mfalme Nebukadreza, nisomee Danieli 4:36. Danieli 4:36. Inaelezea Nebukadreza baada ya kukaa nyakati 7, kuna kitu kikaja. Anasema na fahamu zangu ziliponirudia. Nadhani niko sawa. Danieli 4:36. Ngoja na mimi nifunue. Msomaji wangu ipo? Danieli 4:36. Sasa tapiga keyboard na kusoma. Basi wakati huo fahamu zangu zikanirudia. And at the same time my reason returned unto me. Wakati huo fahamu zangu zikanirudia, na kwa ajili ya utukufu wa ufalme wangu, enzi yangu na fahari yangu zikanirudia.
Nebukadreza aliinuka tu hivi asubuhi siku hiyo, baada ya Danieli kumtabiria, baada ya miezi 12 kupita, aliamka asubuhi hivi akasema huu ufalme sio mimi nilioujenga. Alafu Biblia inasema ghafla akaondolewa katika nyumba yake. Nani alimondoa mfalme? Kuna nguvu ikamtoa kwenye nyumba ya kifalme, kuna nguvu ikampeleka porini. Akaishi kama wanyama vipindi 7. Biblia inasema Nebukadreza mfalme alikuwa akiishi kama wanyama, alikuwa na kucha ndefu, alikula majani, alikula mizizi kama wanyama. Mfalme Nebukadreza anayodogopeka dunia nzima, ghafla Biblia inasema akawa anaishi porini. Alafu mstari 66 Biblia inasema hivi, baada ya nyakati 7 anasema fahamu zangu zikafanya nini? Zikanirudia. Means miaka yote 7, vipindi vyote 7 hakuwa Nebukadreza. Kulikuwa kuna roho nyuma yake inayomdrive kufanya vitu bila yeye kujua anatakiwa kufanya nini. Sikiliza, inawezekana ukasema na Nebukadreza alifunuliwa. Hata wewe unayoongea na mimi sasa hivi, una maisha unayoishi sio ya kwako. Kuna nguvu inakuendesha. Kwa nini ukipata hela unakuaga sio wewe? Kwa nini kitu kikiongezeka kwenye maisha yako unakuwa mkali? Kwa nini utoke hapo ambapo Mungu alikubarikia? Kwa nini unatamani sio wewe? Kuna kitu kinakudrive. Kuna kitu kiko nyuma yako bila kujua kwamba kipo nyuma yangu kinaniendesha na kinachotaka kiniingize katika uharibifu, katika mashimo. Usisahau Isaya 42:22. Maana watu hawa wametekwa, wamekuwa mateka, wameibiwa. Anaiba nani? Anayeteka nani? Kuna nguvu inayohusika katika kuteka. Wakiweza kushika ufahamu wako, andika, ni rahisi kukuingiza kwenye maisha ya uharibifu. Unakuwa sio wewe, wanakuwa ni wao ndani yako wewe. Wakishaweza kushika ufahamu wako, ni rahisi kukuingiza kwenye njia za uharibifu. Unakuwa sio wewe, ila wao ndani yako wewe. Narudia tena, tunaposema wao hawaonekani, wewe ndiye unayeonekana. Ni rahisi watu wakaanza kukulaumu wewe, lakini ndani sio wewe. Na ndio maana mwana mpotevu aliporudi, watu wawili walikuwa tofauti. Aina ya baba alivyomtreat mwana ni tofauti na aina ya kaka alivyomtreat mwana. Wakati mtoto anarudi, baba alimkumbatia. Baba akamshukuru Mungu, aliyepotea amerudi, aliyekuwa amekufa amefufuka tena. Angalia maneno ya baba. Lakini angalia maneno ya kaka. Kaka anasema hivi, huyu aliyekuibia, huyu aliyechukua mali, huyu aliyepanya, amerudi tena. Means mmoja alikuwa rohoni na mwingine alikuwa mwilini. Ukimwona mtu anaharibikiwa, sisi ambao mnanisikiza sasa hivi, usimchukulie mwilini, muonee huruma rohoni. Dili na spirit yake kuitoa alipokamatwa. Ukiweza kumkomboa nafsi yake, ufahamu wake ukatolewa kwenye hilo shimo, anakuaga yeye, anarudi yeye, anakuwa sasa ni mtu mwenye maana. Ubaya tunaangaliaga mwilini, tunapima mwilini, tunatoa lawama mwilini bila kujua kwamba hawa watu wameshaibiwa, hawa watu wametekwa, hawa watu wamekwa kwenye mashimo. Ni watu wa kuwaonea huruma na sio watu wa kuwalaumu. Leo nadhani nitaponya ndoa nyingi sana. Utampigia simu wewe baba, mbeto rudi tu nyumbani mpenzi wangu, sisusi tena. Sio swala la kususa. Ni swala la kumwonea huruma mtu alifanya nini? Aliyeibiwa. Sio yeye. Kama wafalme wanaweza wakaibiwa wakakaa miaka 7 nje ya nyumba yake ya ufalme, who are you? Tuendelee. Fungua na mimi kitabu cha Danieli. Tumsome kidogo Nebukadreza. Tuingie Danieli kuanzia 23 tuangalie. Na kitu nataka niangalie. Danieli 4:23. Tuanzie 23. Danieli 4:23. Tena kwa kuwa mfalme alimuona mlinzi, naye ni mtakatifu, akishuka kutoka mbinguni,
akisema, ukateni mti huu mkauangamize, ila kiacheni kisiki cha shina. No, 29, anzia 29. Huko ni mbali sana. 4:29. Baada ya miezi 12 alikuwa akitembea ndani ya jumba la kifalme katika Babeli. Hapo. Baada ya miezi 12. Ngoja nikupe historia kidogo. Miezi 12 ya nini? Mfalme Nebukadreza aliota ndoto. Aliona mti mrefu hadi umefika wapi? Mbinguni. Alafu akaona ukija ukikatwa hadi chini, lakini mzizi wake ukabaki. Akatafuta waganga wa Babeli wa kutafsiri, akaja Danieli akatafsiri. Akamtafsiria hii ndoto. Akamwambia, ufalme wako umeondolewa. Vipindi 12 hautakaa katika nyumba yako, utakaa porini. Alafu Biblia inasema baada ya Danieli kumwambia, ikapita miezi 12. Yaani baada ya kupewa utabiri ikapita miezi mingapi? 12. Neno ambalo Danieli amelisema halijatokea kwa nani? Kwa Nebukadreza. Nataka nikuambie hivi, inawezekana Danieli alikuwa katika wakati mbaya sana. Ambaye wewe umenitabiria lakini havifani? Havitokei. Siku ya kwanza kimya, kwamba ufalme wangu utaondolewa. Siku ya pili kimya. Mwezi wa kwanza kimya. Mwezi wa pili kimya. Miezi 12, mwaka mzima kuanzia Danieli amesema ufalme wako utaondolewa. Hakuna kuondolewa kwa ufalme wa nani? Ni rais wa ganga wakaanza kusema huyu ni nabii muongo. Ni rais hata mfalme mwenyewe kusema neno la Danieli sio neno sahihi. Ngoja nikwambie, chochote unachokisikia kutoka kwa mtumishi wa Mungu. Nazungumzia watumishi kweli wa nani? Watumishi kweli wa Mungu, ambacho kimetoka kwa Mungu. Pia unawezekana ukana mtumishi wa Mungu lakini kisitoke kwa nani? Kwa Mungu. Kilichotoka kwa Mungu hakipoteagi. Ila kilichotoka kwa mwanadamu kinafanya? Kinapotea. Au kilichotoka kwenye mawazo yake. Lakini kilichotoka kwa Mungu hakipotei. Ni swala la muda vitakuja kudhihirika. Biblia inasema baada ya miezi 12 kuna kitu kinatokea kwa Nebukadreza. Endelea mstari 30. Mfalme akanena, akasema, mji huu sio Babeli mkubwa nilioujenga mimi. Uwe kao langu la kifalme kwa uwezo wa nguvu zangu, ili uwe utukufu wa enzi yangu. Naendelee. Hata neno lile lilipokuwa katika kinywa cha mfalme, sauti ilikuja kutoka mbinguni ikisema, Mfalme Nebukadreza, maneno haya unaambiwa wewe, ufalme huu umeondoka kwako. 32. Nawe utafukuzwa mbali na wanadamu, na makao yako yatakuwa pamoja na wanyama wa kondeni. Utalishwa majani kama ng'ombe, na nyakati 7 zitapita juu yako. Hata utakapojua ya kuwa aliye juu ndiye anayemiliki katika ufalme wa wanadamu, naye humpa amtakaye awaye yote. Saa hiyo jambo hilo likatimizwa, likampata Nebukadreza. Alifukuzwa mbali na wanadamu, akala majani kama ng'ombe, na mwili wake ulilowa maji ya umande wa mbinguni. Hata nywele zake zikawa kama manyoya ya tai, na kucha zake kama kucha za ndege. Hapo Biblia inasema baada ya miezi 12 akiwa anatembea katika ufalme wake, maana akiwa bado anatawala, akiwa bado anatoa oda, akiwa bado anafanya ya kifalme, miezi mingapi? 12 baada ya neno kutoka, akiwa anaendelea kufanya kama alivyozoea kufanya. Biblia inasema ghafla Nebukadreza akaanza kuongea, akasema huu sio ufalme wa Babeli nilioujenga mimi, huu sio ufalme wangu mimi. Sikiza, aliyekuwa anaongea ni Nebukadreza yeye mwenyewe. Watu waliokuwa wanamsikia walikuwa wanamsikia Nebukadreza, sio pepo. Watu hawaoni spirit,
Watu wanaona kinywa chako kinasema nini. Watu wanaona mikono yako inasema nini. Watu wanaona macho yako yanafanya nini. Watu wanaona action, hawaoni spirit. Wakuu wake hadi wakaandika rekodi, wakasema kuna maneno Nebukadreza mfalme anaongea. Anasema tu ufalme sio ule ufalme ambao ameujenga yeye. Ghafla hamu ya kukaa ndani Nebukadreza, ndani ya ufalme inaondoka. Hamu ya kula chakula kizuri inaondoka. Hamu ya kukaa na wake zake inaondoka. Hamu ya kulala ndani inaondoka. Ghafla Nebukadreza anaamka tu asubuhi hivi. Alafu Biblia inasema hivi, alipokuwa akisema, sauti kutoka mbinguni haisemeshi watu, inamsemesha nani? Nebukadreza. Means kila mtu mwenye spirit za uharibifu, kuna sauti ndani yako inayoongea. Kuna nguvu ndani yako inayokuzungumzisha wewe. Ikasema hivi, hata neno lile lilipokuwa katika kinywa cha mfalme, sauti ilikuja kutoka mbinguni ikisema, ewe mfalme Nebukadreza, maneno haya unaambiwa wewe, ufalme huu umeondolewa kwako. Maneno haya unayoyasema Nebukadreza, sio unayasema wewe. Kuna spirit inasema ndani yako, na wewe kinywa chako kinatumika usikie. Na ndio maana nikiwaga kwenye deliverance kumwombea mtu, wewe nifiche tu, siutaki kuniongelesha, afu nijue una mizimu au una majini. Nitayaongelesha, ataongea kila kitu. Yataniambia mambo yako yote. Si umenificha? Ninapandisha moto mpaka yanaungua yawezi. Yakitaka kuondoka ambia uondoki mpaka mniambie mmefanya nini humu ndani. Kinywa chako kitaanza kuongea, mimi nitaanza kusikia. Nebukadreza anaongea, afu Biblia inasema hivi, maneno hayo uliyoyasikia. Means alitakiwa ayaongee ili masikio yake yasikie. Nani anayeongea? Ukisoma Biblia juu anasema hivi, na walinzi wa mbinguni walishuka, the watchers. Kwenye ulimwengu wa roho kuna watchers. Kuna malaika na kuna mapepo. Nani ndani yako anayeongea? Biblia inasema watchers waliposhuka wakaanza na neno hili. Biblia inasema Danieli anasema, na neno hili ni kwa wasimamizi wa walinzi. Kwa neno la hao walinzi wa mbinguni wanaleta neno kwa Nebukadreza. Means kuna nguvu inayoanza kuoperate ndani ya mtu, inaanza kumondoa. Nilisema inakutenga mbali, inakuweka mbali. Kuna sehemu inakupeleka kwenye mashimo, kwenye uharibifu. Nebukadreza shimo lake alipelekwa porini wanapoishi nani? Wanyama. Ngoja nikwambie, mfalme miaka 7 anakaa porini. Biblia inasema porini anakula na wanyama, lakini wanyama hawawezi kumdhuru Nebukadreza. Manake anaishi na simba, afu simba hawezi kumdhuru Nebukadreza. Ni kwa sababu gani? Ndani yake spirit yake sio spirit ya mwanadamu tena. Spirit yake imekuwa spirit ya wanyama. Kwa hiyo simba akimuona Nebukadreza, simba anamuona Nebukadreza ni kama yeye. Tembo akimuona Nebukadreza, anamuona Nebukadreza ni kama yeye. Anabadilishiwa aina ya watu, anabadilishiwa mazingira. Mwanampotevu akabadilishiwa mazingira. Alipokuwa akienda kasino, watu wa kasino hawamuoni kama mtoto aliyetoka katika familia ya kichungaji. Wanamuona kama mwenzao. Wanaanza kukubadilishia mazingira, na wale watu hawashtuki. Wanakuona wewe kama wao, kwa sababu ndani yako unakuwa na spirit inayoweza kufanya kazi kama wao. Mshawahi kumwonaga mlokole aliyekengeuka? Aliyekengeuka, Biblia inasema hivi, kama alikuwa ana pepo moja, yanakuja mangapi? 7. Hali yake ya kwanza, hali yake sasa inakuwa mbaya kuliko ile. Yani wewe unakuwa kama wenzako wanakunywa bia moja, ukikengeuka unawekea kiu ya kunywa bia ngapi? 7. Hali yake inakuwa mbaya. Means kuna spirit zinazoingia. Nebukadreza anatembea ghafla, anabadilika. Napenda mstari wa 32. Kuna kitu nataka nikuonyeshe. Biblia inasema hivi, nawe utafukuzwa mbali na wanadamu. Nani anayeweza kumfukuza Nebukadreza? Nani anaweza kumfukuza mfalme hata kama amechanganyikiwa? King James anaandika, and they shall drive you from men. And shall drive you. Means kuna spirit inayoweza kukutoa kwa nguvu. Biblia Kiswahili imesema tu akafukuzwa.
King James anasema sio kufukuzwa. Spirit zinakufukuza kutoka kwenye nafasi, zinakunyanyua, zinakuchomoa, zinakupeleka kwenye uharibifu, zinakutafutia, yani zinakushika kwa nguvu, zinakutoa kwa nguvu, zinakupeleka zinapotaka. Mwana mpotevu alitolewa kwa baba yake kwa nguvu, lakini huoni watu wakimshika mkono. Spirit ndani yake inamnyanyua kwa nguvu, inamwambia tunakupeleka sehemu ambapo tunakutaka uweze kuwa. Biblia inasema vipindi 7 vikapita. Vipindi 7 vikapita, Nebukadreza akiwa mbali na watu wake. Baada ya vipindi 7 kuna kitu kikatokea. Nataka unifunulie, unisomee 34 hapo hapo. Biblia inasema hivi: hata mwisho wa siku hizo mimi Nebukadreza nikainua macho yangu kuelekea mbinguni, fahamu zangu zikanirudia. Nikamhimidi yeye aliye juu, nikamsifu na kumheshimu yeye ashiye milele, kwa maana mamlaka yake ni mamlaka ya milele na ufalme wake hudumu kutoka kizazi kimoja hata kingine. Mstari wa 36, basi wakati huo fahamu zangu zikanirudia. Anarudia tena, sio mimi, msinilaumu Nebukadreza. Lakini kuna vitu vilitokea wakati fahamu zake zinarudi. Biblia inasema cha kwanza, mawaziri wangu na madiwani wangu wakaja kunitafuta. Mawaziri na madiwani, baada ya kipindi cha miaka 7 ambacho ulimwengu wa roho umesema akae kwenye uharibifu, Biblia inasema wakaja kufanya nini? Kumtafuta. Means kwenye ulimwengu wa roho wana muda wa kuleta uharibifu kwenye maisha yako. Ndio maana mtoto mwana mpotevu hakukaa nchi ya ugeni miaka yote. Kuna kipindi wanaziachia fahamu zako. Sasa kuachiliwa kwa ufahamu kuna vitu viwili. Aidha uombewe fahamu zako ziachiliwe utoke kwenye uharibifu. Cha pili, ulimwengu wa roho uishi, yani umemalizana na wewe. Na kumalizana na wewe watahakikisha wamekumaliza kila kitu. Unasubiria tu mauti ufe. Vitu viwili. Kuwa na nguvu ya kukutoa kutoka kwenye uharibifu. Kitu cha pili, uharibifu umefika mwisho, unataka kufungua mlango wa mauti. Mwana mpotevu fahamu zikamrudia, lakini ukisoma mistari ya juu, njaa iliingia, akasema nitakaa hapa mpaka lini? Mpaka kufa. Manake tayari mlango wa mauti unafunguliwa. Fahamu zake zinarudi, anasema no, nikikaa hapa na kufa. Nebukadreza ni kipindi kwenye ulimwengu wa roho, nyakati 7 zimeisha, fahamu zake zinamrudia. Wewe uko wapi? Maana watu hawa ni watu walioibiwa, ni watu waliotekwa. Na anaendelea sana, anasema pale mwisho, hakuna asemaye rudisha. Means mbali na uharibifu ambao umeingia kwenye maisha yako, akisimama mtu mwenye mamlaka ana uwezo wa kukurudisha kwenye nafasi yako ya kwanza. Mpaka Isaya anaandika, anasema hakuna asemaye rudisha. Manake kuna uwezekano kwenye ulimwengu wa roho tukarudisha watu ambao wamechukuliwa katika mashimo. Tuna uwezo wa kuwatoa watu waliofichwa kwenye mashimo. Tuna uwezo wa kumnyang'anya adui mateka. Tuna uwezo wa kukutoa kwenye magereza. Tuna uwezo wa kukupandisha ukaja kukaa ulipotakiwa kukaa. Ndio maana anasema hakuna asemaye rudisha wa watu. Hakuna asemaye watolewe mateka. Hakuna asemaye vitu vyao viachiliwe. Hakuna asemaye navunja magereza na kuwatoa watu. Lakini anasema wapo wanaoweza. Daudi anaandika, anasema amenipandisha kutoka shimo la uharibifu, ameimarisha hatua zangu ameziweka mwambani. Zaburi
Zaburi 40. Zaburi 40 mstari wa 2. Akanipandisha toka shimo la uharibifu. Nilisema ukiliona shimo maana yake ni uharibifu. Daudi anaandika anasema akanipandisha. Anaposema akanipandisha maana yake kuna nguvu iliyomshusha na kuna nguvu inayompandisha. Anasema toka udongo wa utelezi. Ili shimo ili shimo sio shimo tu. Kila ukijitahidi kupanda unafanya unateleza. Yaani maana yake kuna tabia wanakuwekea ni utelezi. Kila unaposema naacha, unasema ngoja nafanya leo tu ya mwisho. Unasema kidogo. Ukifanya kidogo umerudi wapi? Shimoni. Kila ukijaribu unasema hii addiction inaiacha. Unaposema unaacha, unadondoka tena. Unasema hii tabia naiacha. Unaposema unaacha, unarudi tena. Daudi anaandika anasema hata mimi ilishawahi kunitokea. Nilikuwa kwenye shimo la uharibifu. Kila nikitamani kutoka siwezi kutoka. Kila nikitamani kuacha hii tabia siwezi kuiacha hii tabia. Daudi analia anasema Mungu nisamehe. Sirudi tena. Nilichofanya kwa Bethsheba hakitajirudia tena. Mungu anamwangalia. Anamwambia mwanangu unajua uharibifu unapofanya kazi kwenye maisha yako. Akamuona tu Abigail anaanza kumlia denge. Mke wa Nabali. Biblia inasema Nabali alipokufa Daudi akaenda fasa akamchukua nani? Abigail. Sio la kujiuliza. Kwa hiyo miaka yote Daudi anamwangalia Nabali anatamani afe. Ili apate uhalali. Sasa hivi yeye hataki tena kuzini kama alivyozini na Bethsheba. Sasa hivi anataka achukue kwa nini? Kwa uhalali. Njia pekee inabidi Nabali aondoke. Shimo la uharibifu. Biblia inasema hivi, toka udongo wa utelezi akasimamisha miguu yangu mwambani, akazimarisha hatua zangu. The same kwenye hilo shimo. Biblia inasema hivi, kwenye hilo shimo kuna uwezekano Mungu akakutengenezea njia ndani ya hilo shimo. Anasema nikiwa ndani ya shimo ghafla nikaona kuna nguvu ikaingia ndani yangu. Pale ambapo nilizani nitateleza ghafla pakabadilishwa. Hapakuwa tena utelezi, pakawa mwamba. Hatua zangu zilipowekwa hazikuteleza tena, zikanasa kwenye mwamba. Alafu ghafla nikapiga hatua ya pili. Nikaona sitelezi tena. Mwamba umetengenezwa. Nikaweka hatua zangu, nikazidi kusogea. Daudi anasema baada ya muda nikaanza kujiona nilipokuwa sipo nilipo sasa hivi. Kuna sehemu ninaenda, lakini ninatokaje hapa chini? Kuna nguvu iliyonileta chini, lakini kuna nguvu inayonipandisha juu. Hiyo nguvu inayonipandisha juu, kuna vitu inaimarisha ndani yangu. Kitu cha kwanza inaimarisha hatua zangu. Kitu cha pili inanipa nguvu ya kushika miamba. Katika ule utelezi wengine wanadondoka, lakini mimi sitadondoka. Ndio maana sehemu nyingine anasema nitawaona wengine wakianguka kulia na wengine wakianguka wapi? Kushoto, lakini mimi nitasimama. Ngoja nikwambie. Nguvu anayoisema Daudi ni nguvu ambayo huwezi kuacha kunywa bia. Lakini maombi ya leo utakuwa unaiona bia, huna hamu ya kufanya, hamu ya kunywa. Nasema inawezekanaje? Huyo sio mimi. Nataka nikwambie kuna nguvu imeimarishwa ndani yako. Kuna nguvu inazaliwa ndani yako. Uharibifu utaona wengine wakidondoka. Wengine wanasema mbona siwezi kuacha? Alafu wanasema haiwezekani mkashindwa kuacha. Sikiliza, bado njia zao zina utelezi, lakini wewe katika njia hiyo kuna miamba imetobolewa. Hatua zako ziweze kukaa. Hatua zako ziweze kukaa. Hatua ya kwanza utapanda, hautadondoka. Utaona wengine wanadondoka. Hatua ya pili utaweka mguu, wengine wanadondoka, wewe haudondoki. Wanasema tunampa wiki moja, tuone kama hajarudi kama sisi. Wiki moja inapita. Wanasema tunampa mwezi. Wanashindwa kujua kwamba kadiri siku zinavyozidi kuongezeka, hatua zako ndani yako zinazidi kuimarishwa na Bwana. Wanakuhesabia mwezi wa pili, wanatamani kukuona ukidondoka. Hautadondoka. Bado unakaa.
Wanasema tunampa mwezi wa 3, labda atadondoka tena. Hadondoki tena. Wanasema tunampa mwezi wa 4, wanashangaa mwaka unapita, haudondoki katika hatua zao tena, kwa sababu hatua zao sio hatua zako. Sasa hivi hatua zako zimeimarishwa na Bwana. Anasema akatia wimbo mpya kinywani mwangu. Mstari wa 3 unaofuata, si ndio? Wa 3 akatia wimbo mpya kinywani mwangu. Ndio sifa zake Mungu wetu. Hatii wimbo mpya nje ya shimo la uharibifu. Mungu anatia wimbo mpya. Ukiwa unapambana kutoka kwenye shimo la uharibifu, hautalia, ila utakuwa unacheka. Hautasema Mungu nisaidie, utasema Baba asante kwa sababu ninatoka kwenye huo uharibifu. Wengine wanakushangaa, mbona hali ambayo tunapitia wote, lakini huyu ana furaha, sisi tuna huzuni. Ujue kwamba uharibifu umeanza kukuachia kwenye maisha yako. Umeanza kuondoka kwenye maisha yako. Ulichokuwa hauwezi kufanya jana, leo unaweza kufanya. Ulikuwa hauwezi kusema sitaki, leo unaweza kusema sitaki. Ni kwa sababu gani? Kuna wimbo mpya umeingia kinywani mwako. Kuna nguvu mpya Mungu ameirelease ndani yako. Lakini nataka nikwambie, hiyo nguvu iliyoingia ya uharibifu, kuna nguvu ya kukutoa. Kuna mazingira yalisababisha nguvu ya uharibifu ingie, na kuna mazingira yatasababisha nguvu ya kukutoa ingie ndani yako. Siku zote Mungu humtumaga mtu kumuondoa kwenye uharibifu, na adui humletaga mtu kumsababisha mtu aingie kwenye uharibifu. Inawezekana kuna tabia ulikuwa nazo kwa sababu kuna watu walikuja kwenye maisha yako wakaleta baadhi ya tabia. Kunawezekana kuna mazingira yalitengenezwa na wewe ukajikuta upo kwenye hayo mazingira na uharibifu ukakukuta hapo hapo. The same Mungu anapokutoa, Mungu nguvu zake uwekaga kwa watu ambao ukilisikia neno lao sio neno lake, ni neno la Mungu kupitia kinywa chao. Wakati Israeli wanaomba waweze kutolewa, kuokolewa, Mungu akasema na Musa akiwa Midian anachunga kondoo, akasema rudi kwa watu wangu baada ya miaka 40, nenda kawaokoe watoke katika nyumba ya utumwa ya Farao. Kwa hiyo Musa anaporudi, watu wanamwona Musa aliyekimbia, lakini wakati huu sio Musa aliyekimbia. Wakati huu ni Mungu ndani ya Musa kuwaondoa kwenye mikono ya Farao. Mungu anapoamini anaweka nguvu zake kwenye kinywa cha mtu. Anaporudi Musa anarudi na fimbo tu. Umuone nje anaonekana ni Musa na fimbo, ndani sio Musa na fimbo. Ndani ni Mungu kamili ndani ya mwili wa nani? Wa Musa. Anapofika ni lazima ishara zionekane ili Farao aachilie watu. Fimbo yake inaanza kufanya maajabu, neno lake linaanza kuleta maajabu. Ghafla Farao anasema wacheni waondoke hao watu. Kuwaje anawaachia watu waliowashikilia katika utumwa wa miaka 400? Nataka nikwambie, yawezekana kabisa leo uharibifu ukakuachia. Yawezekana ni kuliamini neno la Mungu na kusema leo kila njia ya uharibifu ambao tayari nipo. Wako ambao tayari wako kwenye mashimo, kwenye nyumba za uharibifu, na wako ambao sasa hivi njia zako ukiziangalia unaelekea kwenye nini? Kwenye uharibifu. Haijalishi uko kwenye njia gani. Nachotaka kusema mimi, tunaenda kuomba. Na tunapoenda kuomba, wewe mwambie tu Mungu neno moja: Mungu, niondoe kwenye hizi njia za uharibifu. Mtumishi wako leo anapotamka, tunapoomba, niondoe kwenye hizi njia za uharibifu. Kuna muda Yesu anawaambia wanafunzi wake, rafiki yetu Lazaro amelala, ila tunaenda kumwamsha. Wakati wanaongea, wanafika kwa Martha na Mariam. Yesu anaongea na kina Martha. Anamwambia lakini Yesu tayari ameshalala siku 4. Amesha nini? Haribika. Yesu alisema kimoja tu: nipelekeni kwenye nyumba ya uharibifu. Nipelekeni alipolala rafiki yangu Lazaro. Nipelekeni kwenye hilo shimo linalomshikilia nani? Lazaro. Yesu alikuwa na uwezo wa kutamka kule kule, lakini kuna maelekezo, kuna miujiza ya kufanyika kule kule, na kuna miujiza kufanyika hapa.
Kuna maombi ya kuombewa kwenye simu, na kuna maombi lazima uwepo kwenye eneo husika. Tunaposema njia ya uharibifu, lazima tuingie shimoni, lazima tukushike, lazima tukuvute. Ni lazima shimo ama nyumba ilisikie neno la Bwana. Ni lazima neno lipenye liweze kufika. Yesu akawaambia hivi, nipelekeni alipolala nani? Lazaro. Yesu akusema nitalituma neno langu kama kwa akida. Sahihi Yesu aseme ninataka niende alipolala Lazaro. Kwenye ulimwengu wa roho na mimi ninasafiri mpaka kwenye shimo ambalo wamekuweka, mpaka kwenye mazingira ambayo wamekuficha, mpaka kwenye magereza ambayo wamekuweka huko ndani. Ninasemesha hilo gereza sasa hivi katika ulimwengu wa roho. Ninawasemesha hao walinzi katika ulimwengu wa roho. Ninasemesha makufuli yaliyoshika. Ninasemesha minyororo iliyoshika. Ninashuka katika hiyo nyumba iliyowekwa kwa ajili yako. Hao walinzi ninawasemesha katika ulimwengu wa roho. Ninasema toka katika hilo shimo. Yesu akapaza sauti yake, akalia akasema, Lazaro, njoo huku nje. Njoo huku nje. Haijalishi umekaa siku ngapi, unanuka, umeoza, lakini sauti yangu inakutoa kwenye huo uharibifu. Nipo kukurudisha wewe ambaye umeshikwa. Na mimi ninatamka, ewe uliyekamatwa, ewe uliyezuia, njoo huku nje. Toka katika hilo shimo. Nguvu yoyote ya uharibifu ambayo imekamata, nguvu yoyote ya uharibifu ambayo imeshikilia, nguvu yoyote ya uharibifu inayosema huyu ni wa kwetu, hatutaki kumwachia, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo, nguvu ile ile iliyomfufua Lazaro, nguvu ile ile iliyomtoa katika shimo ya uharibifu, na mimi nguvu hiyo hiyo ninaiita sasa hivi. Yeyote ambaye ameshikiliwa in the mighty name of Jesus Christ, toka kwenye hilo shimo, toka kwenye hiyo nyumba. Addiction ambazo zimejenga nyumba juu yake, addiction ambazo zimejenga nyumba juu yake, zinazosema tumwachi, zinazosema huyu ni wa kwetu, toka. Achia mtoto wa Mungu, achia mtoto wa Mungu. Ewe nyumba ya mateso, ewe nyumba ya mateka, ewe nyumba uliowaiba, ewe nyumba uliowashikilia, ninakurudisha. Achia watoto wa Mungu, achia watoto wa Mungu, achia watoto wa Mungu. Nazungumza na hizo nyumba kabla sijaanza, nazungumza na hizo nyumba, achia watoto watoke, achia watoto watoke. Uharibifu uliofanyika katika kazi yake, uharibifu uliofanyika kwenye hiyo biashara yake, uharibifu uliofanyika kwenye ndoa yake, uharibifu uliofanyika kwenye afya ya mifupa yake, afya ya damu yake, uharibifu nazungumza na wewe, uharibifu nazungumza na wewe. Achia. Huo mwili sio wa kwako, Yesu akasema, Lazaro toka. Akasimama akiwa amevikwa sana, akasema, toa hilo jiwe. Aweze kutoka huko ndani. Kuna muda tunalistuma neno, na kuna muda tunaamrisha neno liweze kutokea. Na amrisha hili neno leo, kila jiwe linalozuia usiweze kutoka kwenye hiyo nyumba, kila jiwe linalozuia, kila nguvu inayozuia usiweze kutoka kwenye hiyo nyumba, ondoa hilo jiwe. Naliondoa hilo jiwe kwenye ulimwengu wa roho. Simama kwa miguu yako. Tunaingia kwenye serious prayer kwa sababu tunashindana na hizo nguvu. Sasa leo ni mawili, aidha zinishinde mimi ama mimi nizishinde.
Leo ni mawili, aidha zikushinde wewe ama wewe ufanye nini? Uzishinde. Kwa hiyo ninapokupa nafasi ya kuomba, omba, ziamuru zikuachie. Ziamuru ziachie ufahamu wako. Ziamuru zikuachie urudi, uweze kurudi ulipopaswa kurudi. Uweze kukaa ulipopaswa kukaa. Sio muda wa kumwangalia mwenzako. Na kama uwezi kuomba, funga tu macho, nyosha mikono yako juu. Lakini kabla sijaingia kuomba, kwa sababu tunaingia kwenye vita. Uko hapa na hujampa Yesu Kristo maisha yako, nyosha mkono. Sababu otherwise zitaleta uadui na wewe. Kama uko hapa na dakika chache, otherwise tuingie kwenye kuomba. Kama uko hapa unataka kumpa Kristo maisha, sababu lazima uwe upande wa Yesu, ndio uombe nguvu ya Yesu iweze kuleta mabadiliko. Kuna yoyote? Na mimi hakuna. Nyosha mikono yako. Sema, Bwana Yesu, siku ya leo nahitaji msaada wako. Siku ya leo nahitaji nguvu zako ziweze kunipandisha kutoka shimo la uharibifu. Kila tabia iliyosababisha nikae ndani ya hilo shimo, leo hii kwa mamlaka ya jina la Yesu, nguvu ya Roho Mtakatifu ndani ya jina la Yesu ikanitoe katika hiyo tabia. Kila uharibifu ambao umeambatana katika mwili wangu na kuniletea udhaifu na kuniletea magonjwa na kuniletea aibu, leo hii kwa nguvu ya Roho Mtakatifu nikatoke katika uharibifu. Uharibifu wa magonjwa nikatoke katika uharibifu. Uharibifu wa utasa nikatoke katika uharibifu. Uharibifu wa damu nikatoke katika uharibifu. Uharibifu wa mifupa nikatoke katika uharibifu. Leo hii kila fahamu zangu walipozishikilia na kufanya kama wao wanavyotaka na kunipeleka mbali na kunisukumia mbali na kunipa mawazo ya kwao na sio mawazo yako, leo hii kwa nguvu ya Roho Mtakatifu wakaachie ufahamu wangu, wakauachie ufahamu wangu. Popote ufahamu wangu ulipokamatwa, popote ufahamu wangu wanapoutumia, popote ufahamu wangu walipouficha, ndani ya hayo magereza, ndani ya hayo mashimo, mashimo ya familia, mashimo ya ukoo, popote walipouweka, popote waliponificha, leo hii kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, ndani ya hayo makaburi, ndani ya hayo makaburi waliponiweka kama nyumba zao, kama magereza yao, leo hii kwa mamlaka ya jina la Yesu, achia ufahamu wangu, achia ufahamu wangu. Wewe mkuu wa anga, ndani ya hilo shimo, ndani ya hilo gereza, wewe unayetawala, na kutangazia kwa mamlaka ya jina la Yesu, achia, 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 achia. Mimi sio wa kwenu, hamna chochote na mimi. Kwa mamlaka ya Yesu Kristo, jina lipitalo majina yote, jina linalookoa, jina linaloponya, jina linalojibu, leo hii roho za uharibifu, 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 niachie, 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 niachie. Popote mlipokamata hatua zangu, popote mlipoficha hatua zangu, popote mliponiweka kama
unashuka, huo moto unashuka, huo moto unashuka, huo moto unashuka ndani yangu, unawaka popote mlipojificha ndani ya mwili wangu, popote mlipojificha ndani ya fahamu zangu, popote mlipojificha ndani ya damu yangu, popote mlipojificha ndani ya tumbo langu, popote mlipojificha ndani ya mifupa yangu, leo hii moto wa Roho Mtakatifu, moto wa Roho Mtakatifu unawaka ndani yangu, unawaka ndani yangu, unawaka ndani yangu. Sema naruhusu moto, naruhusu moto, nguvu ya Roho Mtakatifu ianze kuharibu, ianze kuharibu kila roho za uharibifu. Zinaanza kuungua, zinaanza kuungua ndani ya hilo shimo waliponiweka, waliponikamata, waliponiweka, waliponiteka, uharibifu wa magerezani. Moto, moto uanze kuwaka, uanze kuwaka, uanze kuwaka kwenye tabia, moto uanze kuwaka kwenye uzaa, moto uanze kuwaka kwenye uchumi, moto uanze kuwaka kwenye ndoa, moto uanze kuwaka kwenye hatua, moto uanze kuwaka kwenye chochote nachofanya, moto uanze kuwaka. Achilia moto, achilia moto, tia tia tia, kataa hizo roho, kataa hizo roho, kataa hizo roho, kataa hizo roho. Shetetetete, nakupa dakika, omba, nakupa dakika, omba, nakupa dakika, omba. Fukuza, fukuza, shate, 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 shate. Nikukute unaomba, po, nikukute unaomba, nikukute unaomba, nikukute unaomba. Ninapita kwa haraka haraka, naziamrisha zitoke, naziamrisha zitoke, naziamrisha zitoke, naziamrisha zitoke. Fukuza, fukuza, Fukuza hizo roho za uharibifu, fukuza hizo roho za uharibifu, fukuza hizo roho za uharibifu. Zisikutanie, zisikutanie, usiziogope, usiziogope. Zimeharibu sana vitu vyako, zimekuharibu sana wewe, zimeharibu sana familia yako, zimeharibu sana biashara yako, zimeharibu sana mahusiano yako, zimeharibu sana elimu yako, zimeharibu sana utumishi wako. Fukuza, fukuza, fukuza. Uko uwanja wa vita, uko uwanja wa vita. Eiza wao au sisi, eiza wao au sisi. O yakata, yakata, yakata. Zikate, 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 zikate. Usizibembeleze, usizibembeleze. Zikomande ziondoke. Oh, roho za uharibifu, catch fire, 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 catch fire. Zipeleke moto kwenye ufahamu wako, zipeleke moto. O karana mashata ya manabada, eradoko na makandari ya manebosa. Tupo kwenye mapambano, tupo kwenye mchezo, tumeingia kwenye hiyo kambi ya uharibifu, tumeingia kwenye hiyo madhabahu ambayo imeleta uharibifu. Tumeingia, tuko na silaha zote, tupo na silaha zote, tupo na silaha zote. Pambania uza wako ulioharibiwa, pambana, 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 pambana. Hii ni wewe, 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 hii ni wewe. Pambania uza wako ulioharibiwa, pambania, pambana, 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 pambana mwanangu, pambana utoke kwenye uharibifu wa hizo kazi, pambana utoke kwenye uharibifu wa hayo magonjwa, hayo magonjwa yanayoharibu uchumi wako, hayo magonjwa yanayokufanya kila mwezi uko hospitali. Rada mashata ya karia. Sio muda wa kushangaa, ni muda wa kupambana, ni muda wa kupambana, ni muda wa kupambana. Oh, catch fire, catch fire, catch fire. Hayo majini mahaba ya
uharibifu. Kuna magonjwa 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 magonjwa. Oh ya rana manda rana manda rana manda. Hayo magonjwa ya kipepo. Oh, catch fire. Rana mashaka da. Pambana bado. Pambana kama waliharibu miaka 10. Usitegemee dakika 2. Endelea kupambana. Oh, parada. Pambana. 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 Oh, ziondoe. Ziondoe. Wanataharuki. Zinaanza kushtuka. Zinaanza kuojiana. Kuna nini leo? Zinaanza kuojiana. Kuna nini leo? Licha hilo jina la Bwana. Hata uharibifu ni jina. Ita Yesu. Nitoe. Yesu. Nitoe kwenye uharibifu. Haya mayai ya uzazi. Nitoe kwenye uharibifu. Haya magonjwa ya ngozi. Nitoe kwenye uharibifu. Hizi addiction. Rada bada. Rada bashakada. Ita Yesu anakusikia. Ita Yesu. Kila jina lina bow down. Hata huo uharibifu ni jina. Ita jina la Yesu. Litoe. Litoe hiyo poverty. Litoe huo umasikini. Litoe huko kutapanya. Litoe huo utumishi wako. Rada bada. Ipo nguvu ndani yako. Toa hiyo neno la mamlaka humu ndani. Toa. Hilo neno la mamlaka likusaidia humu ndani. Hilo neno la mamlaka. Shuti uharibifu. Piga uharibifu. Piga na hizo silaha. Piga na hiyo silaha ulioshika hapo mkononi. Piga hiyo mishale. Lusha ifika kwenye hizo madhabahu. Lusha hiyo mishale. Uharibifu ulioingia kwa njia ya ndoto. Wengine mliota ndio uharibifu ulipoanzia wa magonjwa. Wengine mliota ndio uharibifu ulipoingia kwenye ndoa. Wengine mliota ndio uharibifu ulioingia kwenye shule. Shoot. Peleka hiyo mishale. Rana mashaka takata. Usichoke. Usijionee huruma. Kwenye vita usijionee huruma. Usipopiga utapigwa. Kaa upande wa kupiga. Walioharibu shule yako. Rada bada. Oya randa mashakada ya manebosa. Enda kuachia moto, achilia moto. Hayo mashimo ya wachawi, hayo mashimo ya shirikina, hayo mashimo ya wachawi, hayo mashimo ya wachawi. Akili yako inatoka, ufahamu wako unatoka, akili yako inatoka. Hayo mashimo ya Mwanza, mashimo ya Kigoma, mashimo ya Arusha, mashimo ya Moshi, mashimo ya Kigoma ambao umewekwa. Nasema unatoka. Holy Ghost fire. Unarudi. Akili yako irudi, ufahamu wako urudi. Anza kuita
akili yako itoke kwenye shimo. Rababa shata ya manda ekaparaba soto lobodia indaraba sutelaba rebaza. Akili yako itoke kwenye shimo. Hiyo akili yako, ufahamu wako, elimu yako, kazi yako, ndoto zako vitoke, 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 vitoke. Fire, 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 moto, 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 moto. Hiyo akili kwenye shimo, akili kwenye shimo. Njoo, 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 Kwa jina la Yesu njoo. Kwa jina la Yesu njoo. Akili yako njoo. Ufahamu wako njoo. Akili yako njoo. Akili yako irudi. Wewe ufahamu urudi. Hiyo akili kwenye mashimo. Haya mashimo. Haya mashimo. Haya magereza. Haya mashimo. Haya magereza. Akili yako itoke. Akili yako itoke. Akili yako itoke. Hiyo akili. Hiyo akili. Hiyo akili. Hiyo akili. Hiyo akili yako iliyokamata kwenye mashimo, kwenye magereza, hiyo akili tunaita. Naita hiyo akili. Njoo! 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 Hiyo elimu yako iliyokaa kwenye shimo, katika jina la Yesu Kristo, hiyo nyota iliyokaa kwenye shimo, hiyo nyota kwenye mashimo, hiyo nyota, mashimo ya uchawi, toa nyota yako kwenye hayo mashimo, mashimo ya Tanzania, mashimo ya kuzimu, hayo magereza, hiyo nyota yako iliyokamatwa, na itoke, na itoke, na itoke, na itoke, na itoke, na itoke. Fire, 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 Holy Ghost 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 fire. Rudy, 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 Rudy. Kimbia na utoke kwenye shimo. Kimbia
kimbia utoke kwenye shimo, kimbia utoke, kimbia utoke, kimbia utoke, kimbia utoke, kimbia utoke. Hiyo nafsi yako weka kwenye shimo, hiyo nafsi yako weka kwenye shimo, hiyo nafsi, hiyo nafsi, hiyo nafsi. Njoo, 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 rudi, njoo, 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 rudi, 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 njoo, 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 njoo. Yes, 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 yes. Yes, 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 yes. Omba, 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 omba. Kuna makaburi ya ukoo, toa ufahamu wako. Kuna makaburi ya ukoo, toa ufahamu wako. Kuna makaburi ya ukoo, kuna makaburi ya ukoo. Maana wengine fahamu zenu pale ambapo mlinyolewa nywele za kwanza, ndipo ufahamu ulipodakwa, ndipo ufahamu ulipodakwa. Hizo nywele zikafukiwa kwenye makaburi huko Dodoma, lakini wanakumonita Mwanza. Huko Dodoma, lakini wanakumonita Tanga. Huko Dodoma, lakini ufahamu wako umeshikiliwa Kilimanjaro. Peleka moto kwenye makaburi ya ukoo. Makaburi manake ni madhabahu za ukoo. Kuna huo miti wa ukoo. Okarada bada bada bada. Peleka, 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 peleka. Yani usinyamaze. Usinyamaze, cheki hali yako ya sasa hivi. Kwa Nebukadneza alipelekwa porini, akakutana na mang'ombe, akakutana na masimba. Wewe uko wapi mpaka unalizika? Wewe umewekwa wapi? Ufahamu wako umewekwa wapi? Kuwaza kwako kumeishia wapi? Kuwaza kwako, toka, 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 toka huko, toka huko, toka huko, toka huko, toka huko. Nyie wakina bibi mlioshika hizo fahamu za wajukuu zenu, nyie wakina bibi mliochukua nywele za kwanza, nyie wakina babu, ninaongea na nyie wakina babu wako mlionyoa hizo nywele mkachukua, mlionyoa hizo nywele mkachukua. Peleka moto, fukua, fukua hizo nywele zako. Peleka, peleka. Wanatoka, wanatoka, wanatoka. Eya randa, 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 randa. Wewe peleka hiyo picha inayokujia, iwe kwenye mito. Peleka moto kwenye mito, iwe kwenye mapango. Peleka moto iwe kwenye mapango, iwe kwenye miti. Peleka moto kwenye miti. Wengine mliogwa tu, ufahamu ukachukuliwa. Wengine ni kwa sababu ya wivu tu, ufahamu wakachukua. Uko huko kwa mganga, uko huko huko, uko huko. Nywele zako zitoke kwenye hiko kibuyu, nywele zako zitoke. Zinapotoka nywele, ufahamu wako unatoka, ufahamu wako unatoka. Iko kwenye hivyo vibuyu, pasua, pasua hivyo vibuyu, pasua hivyo vibuyu. Ayayayayayaya. Peleka moto, wa moto unafika hapo Lushoto, wa moto unafika, wa moto unafika. Oya radadadadadada. Hilo jina lilipowekwa jina lako, wakakamata ufahamu. Peleka moto, peleka moto. Komboa ufahamu wako, komboa ufahamu wako. Hiyo shule iliyo ngumu kwako, ni ufahamu walichukua, ni ufahamu walijua. Wakikuachilia ufahamu, wewe ni hatari sana kwenye shule, wewe ni hatari sana. Fukua ufahamu wa watoto wako. Yarana mashakata ya manelemosa Radeboko radadabadabada. Okarinda mashegelelemosa. Ufahamu uyofungwa, ufahamu uyofungwa. Na iko kitambaa cheusi, na iko kitambaa cheusi, na iko kitambaa cheusi. Peleka moto viungue, peleka moto viungue. Vinapoungua ndo unatoka, vinapoungua ndo unatoka, vinapoungua ndo unatoka. Uko kuwaza sawa sawa. Hayo mawazo Mungu aliyoweka ndani yako,
ambayo sahi amezuiliwa, peleka huo moto, peleka huo moto. Rada bada 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 bada. Fukua, 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 fukua. Unarudi, unarudi, unarudi. Uko kuumwa vichwa na vipanda uso, uko kuumwa vichwa kwa mara na mavipanda uso. Ni wana monitor, wana kumonita ili waweze kukukontrol vizuri, ili waweze kukukontrol vizuri. Oh, weka mkono kwenye kichwa chako, weka mkono kwenye kichwa chako. Kila mmoja aweke mkono kwenye kichwa, alafu peleka moto. Hayo magonjwa ya vichwa yanadondoka, peleka moto. Weka mkono kwenye kichwa, sikiliza maelekezo. Weka mkono kwenye kichwa, weka mkono kwenye kichwa, weka mkono kwenye kichwa. Akarabadabada. Hizo sauti za kipepo zinazoleta uharibifu, hizo sauti za kipepo zinazoleta uharibifu ndani yako, achilia moto kwenye kichwa chako. Ni ufahamu wanaumonita, ni ufahamu wanakupa mawazo yao, wanakupa maneno yao ambayo sio ya Mungu, wanakupa mawazo ambayo sio ya Mungu. Rada bada bada bada. Kila mkono uliowekwa kwenye vichwa, catch fire, catch fire, catch fire, catch fire, catch fire. Huo mkono unawaka moto, huo mkono unawaka moto, huo mkono unawaka moto, huo mkono unawaka moto. Huo fahamu unafunguliwa, huo fahamu unafunguliwa, huo fahamu unafunguliwa, huo fahamu unafunguliwa. Rabada bada 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 bada. Okaranda basakaria. Peleka moto kwenye ufahamu wako, ufahamu wako, peleka moto ili uweze kusikia vya kimungu. Wale walionyolewa usiku na wachawi, walionyolewa usiku, ya rada mana 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 mana. Akarata, ulinyolewa, nywele zimewekwa wapi? Peleka moto, nywele zirudi hapa, peleka moto, nywele zirudi hapa. Ama zao ama zetu, ama zao ama zetu, ama zao ama zetu, peleka moto. Ufahamu ninauita ukaoliko, ufahamu ninauita ukaoliko, ufahamu ninauita ukaoliko, ufahamu ninauita ukaoliko. Haraka haraka haraka, haraka haraka haraka, haraka haraka haraka, haraka haraka haraka. Ufahamu kuja hapa, ingia katika hii madhabahu. Urudi, 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 urudi. Ufahamu urudi, ufahamu urudi, ufahamu urudi. Amrisha ufahamu wako kurudie, amrisha ufahamu wako kurudie. Rada bashata ya karada maria. Oya ramana mana 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 mana. Amrisha, 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 amrisha ufahamu wako kurudie, amrisha ufahamu wako kurudie, amrisha ufahamu wako kurudie. Rada bashata ya mania, rada bashata ya manderebosa. Amrisha ufahamu wako. Hayo mawazo yanahitajika kuanzia leo, yanahitajika kwenye organization, yanahitajika kwenye kanisa, yanahitajika kwenye nchi, yanahitajika hapo shuleni, yanahitajika kwenye uongozi uliopo. Rudisha ufahamu wako, rudi, rudisha ufahamu wako, rudi. Rada bashakata ya 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 ya. Rana masekerereboshata ya manderebosa. Brade konda rana da mandereboshikeria manderebosa. Ya rada basekendebo shata ya manderebosa. Kanta ya mania. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ufahamu mnawachia mlioko hapa mbele, ufahamu mnawachia mlioko hapa mbele. Kila aliyeko hapa mbele ambaye ufahamu wako umechukuliwa, 1, 2, 3, ondoka, 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 wachie, ondoka, wachie haraka. Ondoka we bibi, ondoka we babu, ondoka we bibi. Acha hizi fahamu, acha hizi fahamu, acha hizi fahamu,
kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Acha hizi fahamu za wasichana, acha hizi fahamu za wakaka, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ninatangaza wamefunguliwa, ninatangaza wamewekwa huru, ninatangaza wamefunguliwa. Check out. Wote hapa mbele. Check out. Nguvu za giza ziwachie. Wawe huru, wawe huru, wawe huru. Wote. Mshangilie Bwana Yesu, mshangilie Bwana Yesu.